Les gens qui vous trompent que les M23 va sortir, ni ndoto ya nani? Ya Yusufu! Tunalipenda! Tunalipenda sie! Mwakera sie! Kuja kusikiliza maneno ambayo itatamkwa na viongozi wa chama hapa Bukavu. So niko na maneno machache tu ya kuwaelezea kwa kuwa mingi. Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia tena katika mchana huu kwa wale ambao wako Marekani, lakini pia jioni kabisa ya usiku kwa wale ambao wako Afrika. Channel ya Mteba TV inazidi kukujuza kila ambacho kinachoendelea maeneo zote za uwanja wa vita pote kabisa, ikiwemo Bukavu, Goma na maeneo yote ambayo inazungukwa na machafuko. Lakini kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa kwenye channel yako pendwa kabisa ya Mteba TV. Utazidi kupata habari zaidi unapozidi kujabone au kusabone au kusubscribe ndani ya channel hii. Tunapoendelea taarifa zetu katika siku ya leo, bado tunajikita sana kwenye mji wa Bukavu ambapo tangu tu leo siku ya kwanza au inaitwa Jumatatu ambapo matukio ni makubwa sana ambayo yametokea katika siku ya leo. Nafikiri taarifa ambazo tunazidi kuzipandisha, lakini wale wanafunzi ambao waliweza kuingizwa kwenye shule kwa nguvu maeneo yale ya Bukavu, basi mambo yaliyopatikana ndani ya shule yalikuwa ni hatari sana. Niliwaambia kwa hiyo ile taarifa nyingine, kama hujaangalia hebu iangalie. Wanafunzi waambia waingie kwenye shule kabisa kwa nguvu, lakini baada ya kuingia kwenye shule hiyo walienda kupata vitu vya ajabu. Haikuwa ni shule tena, ilikuja kugeuka sasa inakuwa ni parade, inakuwa ni jeshi sasa. Walianza kuambia wanafunzi vitu vingi sana huku wakiwa na silaha mikononi M23, wakiwa wanaambia wanafunzi, mama nitakuwekea video huku mbele utakwenda kuisikia peke yako, wala mimi sitaongea chochote, utakwenda kuisikia. Wameongea mambo mengi sana kwa hiyo video, wakiwa wanasema kwamba wao hawatatoka kwenye mji wa Bukavu na mambo mengi sana ambayo mnajua tena namna gani wanavyozungumzaga hawa watu ni hatari sana. Kwa hiyo wakaanza kama vile kuongea mambo hayo na wanafunzi, vitu ambavyo havikuonesha dalili nzuri kabisa kwa wakongomani wote ambao popote wanapotupata, hata kwa watu wote ambao wako mazingira yoyote duniani. Wamekamata wanafunzi hao wakawaingiza shule au ndani ya shule huku wakiwa kabisa hawataki, lakini baada ya kuingia mle ndani na hawa M23 walikuwa wana silaha mikononi. Wakaanza kuambia mambo mengi sana ambayo hayafai kabisa kuambia wanafunzi, na ndio maana waliwaingiza mle. Dalili zinaonesha tu ya kwamba wao hawajali masuala ya shule, bali wanataka kuwakonvince vijana wa shule na watoto wa shule ili wawafuate mahali wanapohitaji. Channel yako ni Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment na kusabone kama kawaida. Channel yako pendwa itazidi kukwambia kila kitu ambacho kinachozidi kusonga mbele. Endelea kusubscribe, like, comment channel ya Mteba TV, tutazidi kushushia kila ambacho kinachoendelea huko maeneo mbalimbali pale Walikale, pale ambapo baada ya kuwaripotia zile ndege za jeshi ambazo ziliweza kushusha wanajeshi kwenye pori, lakini pia ngambo za Walikale porini pia kumeweza kuripotiwa zile ndege za kijeshi za M23 au ICE ambao wanazidi kushusha vikosi vyao kwenye mapori yote kabisa, na ndio maana wanaingia maeneo yote ambayo waraia wapo na kufanya vituko sana. Baada ya wao kuingia hivyo, si kwamba wao wanaingia wanaanza kushambulia, wao wanaingia hizo kwenye pori hizo, alafu baadaye wanatoa jezi zao au teni zao na kuchangamana na raia, alafu wanaanza upelelezi namna gani ya kushambulia. Na ndio maana ndipo tunapotaka kuwawekea sasa, na ndio maana watu wengi sana wao wanashindwa kuelewa mipango mingi sana ya M23. Waliweka wanafunzi ndani na kila ambacho kimetokea basi ndio hicho. Na habari nyingine ambayo tunayo, maimai ambao wanapatikana pale kwenye mji ule wa Baraka, kwenye mji wa Baraka kumeweza kupatikana wachawi ambao wameweza kutembea uchi barabarani. Na tuwezi tukaviweka hapa kama mnavyojua, ukivihitaji basi kuna grupu fulani hivi ambayo iko utaandika tu kwenye stati yako, kisha utaandika tu Mteba TV stati mahali ambapo unaweka stati yako, au utaandika tu Mteba TV itaonekana kule, kisha utafinya hapo,
utaingia kwa ile group, ndiko kwenye ambako huwa tunaviweka vile vitu. Wameweza kutembea uchi kabisa, na wanawake na wanaume wakitaka kwenda kwenye uwanja wa vita kwenda kupambana. Ni wachawi sasa, tofauti na Mai Mai kabisa, au ni wachawi kabisa, wanaruka mchana. Basi ndo mambo kama hayo ambayo tunazidi kuwaletea hapa kwenye channel ya Muteba TV. Hivyo hatutaviweka hapa, lakini hiyo ndo habari ambayo imeweza kupatikana kabisa mchana wa leo pale mjini Baraka. Pale mjini Baraka mambo yamekuja kuchacha makali sana pale, huku watu wakiwashangilia. Lakini tokea tu kipande kifupi tu, kipande kifupi sana ambacho tutakwenda kuikea na utakwenda kukiona kila ambacho kinaendelea pale kwenye mji wa Baraka. Tutakuwekea kule mwisho kabisa, tutafunga maeneo yote mabaya, utakwenda kuona kila ambacho kinaendelea pale Baraka. Wachawi ambao wanarukaga wale wameweza kuonekana hadharani tena uchi, wakiwa wanawake na wanaume. Basi wote tutakwenda kuwaona hapa, ila tutafunga maeneo yote mabaya ambayo yanaweza ikageuka maadili ya kibinadamu. Hebu tazama, tunaanza kwanza na hizi picha ambazo za pale Bukavu, lakini pia tutakuja kumalizia na hizo picha za pale Baraka au zile video zote. Karibuni sana kwenye channel ya Muteba TV. Hapa utapata mengi sana, utajipakulia mambo mazuri sana ambayo utakuja kuona kwamba sisi tunafanya utafiti mzuri zaidi. Channel ya Muteba TV, subscribe, like, comment and sambazia watu wengine. Asanteni sana. Hebu tazama video afu tutakuja kurejea. Kama kukuwa kusikia meme neno moja tu na kualisha sikia, si ndio? Na muhimu ni kukuwa na volonte ya kusikia na kutenda ambao wamewazungumzia. Mimi sana ndagusia mambo matatu, na yale yote yataendana na usalama. Unajua kwamba neno la kwanza ni kuwajulisha kwamba muda Kongo imeteseka, este ya Kongo imeteseka muda mrefu. Inakuwa zaidi ya miaka 25. Tuko katika mateso, tuko katika shida. Na hiyo shida tunailetewa na uongozi mbaya ambayo ilienda iko na badilishana pouvoir ya Kinshasa. Tunaelewana pale? Sasa hii muda ni muda yetu kubenefisie kwa hii wakati, ili kwa hii amani tuizalishe matunda. Tunaelewana? Hii amani yetu ambayo tuko nayo huku Kinshasa haifurahie. Ndio maana mimi neno ya kwanza ni kuwaomba hii amani tuikamate vizuri ambayo tumepata. Tunaelewana pale? Kusikwe mtu mwenye atatuletea division kati yetu. Kusikwe mtu atatuletea ubaguzi. Tunaelewana? Kwa kuwa Kinshasa silaha ambayo anabakia nayo ni silaha ya kuleta ubaguzi katika watu, akidanganya kwa marezo sosio. M23 AFC itaenda. Bongo yake hatutaenda fast. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa kuwa kufika yetu hapa, tumefika hapa sio kwa utaji yake. Sio ambaye amehitaji au ametuita mkuje hapa. Tumekuja kwa nguvu zetu. Naye kama iko na nguvu aje basi atutoshe. Tunaelewana? Ndio. Ile pia kwa. Tunaelewana pale vijana? Ndio. Ya pili ni kuelezea kwamba sisi manifestation hatuyakubali. Namna meya amesema kama kuna shida, muna uongozi, mpande kwa uongozi mwambie tuko na shida hii na hii, na iwe shida ya mzuri ya ujumla, ili wa viongozi waishurukie. Kwa kuwa kwenda kubarabara mnafanya manifestation haiko njoo itamaliza crise. Au contraire, ile manifestation tutawaconsidérer comme ennemi mwenye tunajua kwamba gouvernement ilikamata vijana ikawapatia masiraha eti ni wazalendo. Si mnajua hiyo? Ndio. Sasa wakati tutafanya manifestation, jeshi hatutajua kuwa differentier entre nyie na wazalendo. Tunaelewana? Kwa kuwa wazalendo hawavale teni. Tunaelewana? So kusudi tuepukane na hiyo, ndio maana hakuna manifestation inakubaliwa mweneo ambayo inaongozewa na AFC M23. Malalamiko yote ni kuipandisha kwa uongozi ngazi kwa ngazi, na hadi itapata suluhisho. Tunaelewana pale? Ndio. Tunaelewana? Ndio. So ya tatu ni kuambia muda hii ambayo tunafikia sasa ni muda ya kuishi pamoja. Tunaelewana? Ndio. Ni muda sasa ya kutumika, le vivre ensemble et le travail pour le développement de notre entité. Tunaelewana? Ndio. Usema kama tunaishi pamoja, kama tunatumika, tutaendelesha hii mwingine yetu. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana pale? Ndio. So ndio maneno tatu nilikuwa ya kuwaelezea.
Nimesema hivi. Nimesema hivi. Tunaelewana? Vijana tunaelewana? Nimesema nina mambo matatu. Ya kwanza, Hakuna. Tufamie. Bonjour. That's genial. Ndoto ya Yusufu. Hey. Tutasoma. Oui, tutasoma. Amani pia iko bako na uwa batu kila siku. Amen. baada ya kuona hivyo tutapeleka sasa hiyo ingine picha ya wale ambao wanapatikana pale pale Baraka, wale wachawi ambao wakuruka kabisa wameweza kuonekana wakiwa uchi na huku wakijielekeza kusema kwamba na wao wanakwenda kupigana, kitu ambacho kinaweza kushangaza watu wengi sana. Mchawi wapi na wapi na mambo hayo. Kwa hiyo ni watu ambao wako pale kabisa wanajiandaa kwenda kupambana, kupigana pale kwenye mji au kwenye mapambano yote yanayoendelea. Hebu tazama sasa, alafu tutakuja kurejea channel Mtwa TV. Endelea kusaboneka ili kupata habari zote ambazo unaweza kuzitafuta hapa na utazipata. Hebu tazama, tutarejea. Tazama kabisa, tutakuja kurejea angalau wachawi afu mwisho yani omanyale ngolo ngubanyele ngokwela la no siku ngolo tsanto pesa watu fulani na abeta sisiku ni marche pacifique ya kiro numumbalo nabo tamabuti na kwamwepo yantu kontema wikemba makanisa kabinoka tikanyanga ya nomba kapa korona ochile nkongo kinjasa ati otakapo michango bazo hapo ndio kwa michango nomba kala kumo numa kanisa male nabo Eko wachongo ba sobole la bibi. Ni mango enda ba kimongo ya bolaya. Ndio kala yotaye ba tuwasile na akili. Bwana tukile mabolaya. Pole sana. Niko na siraka.
Fungula njia mama. Mufungule njia. Sikirite ku. Na mumona. Mama dole hano. Mbona wala makubaya. Mshira ndio sikirite. Sikirite. Abani. Ya vile. Bana.